Kesi ya Tundu Lissu itaendelea kesho tarehe 10 Agosti katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, na mapema kabla ya kesi hiyo, Tundu Lissu ametuma ujumbe mzito kwa Watanzania wote kupitia wakili wake Paul Kisabo. Kesho Watanzania watajua mbivu na mbichi katika maendeleo ya kesi ya Tundu Lissu ya uhaini, na Lissu mwenyewe sasa ameamua kutoa wito mzito kwa Watanzania wote kufanya hivi haraka kabla kesi yake kuendelea Jumatatu ya kesho. Na ujumbe wa mwisho alioutuma kupitia wakili Paul Kisabo kwa wafuasi wake na Watanzania wote umezua mjadala mzito mitandaoni leo. Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Tundu Lissu ametuma ujumbe wa shukrani kwa Watanzania akiwa gereza la Ukonga, na ujumbe huo unakuja saa chache kabla ya kesi yake kutarajiwa kuendelea katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Kupitia wakili wake, Tundu Lissu anasema anathamini maombi, moyo wa kutia moyo na uungwaji mkono ambao ameendelea kupokea kutoka kwa watu wote kote nchini Tanzania. Pia ameeleza matumaini yake kuwa wananchi wengi watajitokeza katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam siku ya Jumatatu Agosti tarehe 10 mwaka wa 2026, ambayo ni siku ya kesho, wakati kesi hiyo ya uhaini itakapoendelea. Ujumbe huo wa Tundu Lissu leo umevutia umakini kwa sababu Tundu Lissu bado ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania, na mwenendo wa kesi yake ya uhaini unaendelea kuzua maslahi makubwa ya kisiasa na ya umma nchini. Kwa mujibu wa wakili wake Paul Kisabo, alimtembelea Tundu Lissu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam ili kujadili masuala ya kisheria na kujiandaa kwa hatua inayofuata ya kesi hiyo. Baada ya ziara hiyo, Kisabo aliusambaza ujumbe wa Tundu Lissu kwa umma kupitia mitandao ya kijamii, na ujumbe huo haukuelekezwa kwa wafuasi wa Chadema pekee bali kwa Watanzania kwa ujumla. Inaripotiwa kuwa Tundu Lissu aliwashukuru Watanzania kwa kuendelea kumwombea sana na kumpa moyo katika kipindi ambacho amekuwa akishughulikia suala lake la kisheria. Wakili wake Paul Kisabo alisema Tundu Lissu alitaka umma wa Watanzania ufahamu kuwa anatambua uungwaji mkono mzito ambao umeendelea kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Kwa wafuasi wake, ujumbe huu una umuhimu wa kipekee kwa sababu unatoka moja kwa moja gerezani, wakati ambapo umakini unarejea tena kwenye ukumbi wa mahakama kesho. Na sasa macho yote yanaelekezwa kwenye shughuli za mahakama za siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wakili wake, kesi ya Tundu Lissu imepangwa kuendelea katika Mahakama Kuu siku ya Jumatatu Agosti tarehe 10. Inaripotiwa kuwa Tundu Lissu ameeleza matumaini yake kuwa Watanzania wengi watahudhuria kesho shughuli hizo za mahakama. Matarajio hayo yanaweza kufanya mazingira ya eneo la mahakama kesho kuwa na umuhimu wa kipekee. Katika miezi ya hivi karibuni, kesi hiyo ya Tundu Lissu imevutia umakini mkubwa kutoka kwa wafuasi wa kisiasa, wanasheria, wadau wa asasi za kiraia na wananchi wa kawaida ambao wamefuatilia mwenendo wake kwa karibu. Hivyo ujumbe huo wa Tundu Lissu wa hivi karibuni umeongeza kiwango kingine cha maslahi ya umma kadiri kikao kijacho cha mahakama siku ya Jumatatu kinavyokaribia. Wakili wake Paul Kisabo alimtembelea katika gereza la Ukonga kwa ajili ya mashauriano ya kisheria, na ndipo alipopatiwa ujumbe huo na Tundu Lissu. Mikutano ya aina hiyo ndani ya gereza ni sehemu muhimu ya maandalizi ya kesi mahakamani siku ya Jumatatu, ikiwaruhusu mawakili kujadili kesi na mteja wao na kuandaa hoja pamoja na majibu yanayoweza kuhitajika. Kwa mujibu wa Kisabo, jopo la wanasheria limekuwa likifanya maandalizi kwa ajili ya kuendelea na kesi hiyo. Wanasheria hao wameonyesha kuwa wako tayari kuendelea na utetezi wa mteja wao mbele ya Mahakama Kuu. Hii ina maana kuwa hatua inayofuata itarejesha umakini mahakamani, ambapo mchakato wa kisheria utaendelea kesho. Tundu Lissu si mwenyekiti wa Chadema pekee, yeye pia ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini. Kutokana na nafasi hiyo, matukio yanayomhusu yamekuwa yakivutia umakini mkubwa wa umma mara kwa mara. Wafuasi wa Chadema wamefuatilia kwa karibu hali yake ya kisheria, huku wananchi wengine pia wakifuatilia mwenendo wa kesi hiyo kutokana na athari zake pana kwa siasa na mfumo wa haki. Hivyo ujumbe wa hivi karibuni kutoka gerezani Ukonga umejadiliwa sana miongoni mwa watu wanaofuatilia kesi hiyo.
Kwa wafuasi wa Lissu, ujumbe huo unaonekana kama ishara ya azma yake isiyoyumba. Licha ya kuendelea kuwa mahabusu gerezani, inaripotiwa kuwa Lissu amewaambia Watanzania kuwa bado ana matumaini ya kuwa huru. Shukrani zake kwa maombi na maneno ya kutia moyo pia zimewapa moyo wafuasi wake na wananchi ambao wameendelea kuzungumza hadharani kuhusu hali yake Tundu Lissu. Ujumbe huo wa Lissu ni wa kipekee hasa kwa sababu hautoki kupitia mkutano wa kisiasa au mkutano wa hadhara. Unawasilishwa kupitia wakili wake Paul Kisabo baada ya kumtembelea gerezani Ukonga kwa matayarisho ya kesi ya Jumatatu. Hali hiyo inaufanya ujumbe huo wa Lissu kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na mazingira ya sasa ya Tundu Lissu. Lakini kuna jambo jingine muhimu ambalo halipaswi kupuuzwa. Kuendelea kwa kesi hiyo ya uhaini hakumaanishi moja kwa moja kuwa uamuzi wa mwisho utatolewa siku ya Jumatatu. Mahakama itaendelea na shughuli zake kwa kuzingatia taratibu za kisheria zinazosimamia suala hilo. Hoja, ushahidi na maelezo kutoka kwa upande husika vitazingatiwa kulingana na matakwa ya mahakama. Hivyo uamuzi wowote utakaotolewa hatimaye utategemea mwenendo wa kesi na nyaraka za kisheria zilizowasilishwa mbele ya majaji. Ufafanuzi huu ni muhimu kwa sababu matarajio ya kisiasa wakati mwingine yanaweza kwenda kwa kasi zaidi kuliko mchakato wenyewe wa mahakama. Basi watu wanaweza kutarajia nini kesho hiyo itakapoendelea? Matarajio ya awali ni kwamba Mahakama Kuu itaendelea kushughulikia suala hilo kwa mujibu wa taratibu zake zilizowekwa. Mawakili wa Tundu Lissu wamesema wako tayari kuendelea kumwakilisha. Wamekuwa wakijiandaa na hoja za kisheria wanazokusudia kuwasilisha kwa niaba yake. Upande wa pili vilevile utapata fursa ya kushiriki katika mwenendo wa kesi hiyo kwa mujibu wa sheria. Baada ya hapo mahakama itaamua hatua zinazofuata kulingana na yale yaliyowasilishwa. Wakati huo huo, inatarajiwa kuwa mwitikio na shauku ya umma vitaendelea kuwa juu. Kauli ya Lissu kwamba anatarajia kuwaona Watanzania wengi katika Mahakama Kuu kesho inaweza kuwahamasisha wafuasi zaidi kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo kwa karibu. Kwa wanachama wa Chadema, kuwepo kwa wafuasi kunaweza kuwa ishara muhimu ya kuonyesha kuwa umma unafuatilia kesi hiyo kwa ukaribu. Hata hivyo, wale watakaohudhuria kesi bado watatakiwa kuzingatia kanuni na taratibu za mahakama. Mchakato wa kisheria ni suala tofauti na maandamano ya kisiasa au maoni ya umma, na utengano huo utakuwa muhimu hasa siku ya Jumatatu. Kesi hiyo imezua maoni tofauti na mjadala mkali kote nchini Tanzania. Hata hivyo, mtazamaji, kitakachoweza kutokea kesho mahakamani itategemea uamuzi wa majaji na mahakama. Majaji watazingatia hoja za kisheria na ushahidi uliowasilishwa mbele yao. Pande zinazohusika zitapata fursa ya kutoa mawasilisho yao kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, na mahakama itatoa maelekezo au maamuzi yoyote ambayo yanafaa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ina maana kwamba umma unapaswa kutofautisha kati ya matarajio ya kisiasa na yale ambayo mahakama huamua. Kwa sasa ujumbe huu wa Tundu Lissu kutoka gereza la Ukonga umewapa wafuasi wake sababu mpya ya kuwa makini. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ya habari hizi. Iwapo taarifa zozote zitaweza kuibuka kabla ya kikao cha kesho cha mahakama huko Dar es Salaam, nitaweza kukuandalia taarifa na kukuchapishia hapa ndani ya Mirindimo Media Tanzania. Vile mtazamaji, nikikamilisha habari hizi nijuze maoni ya ujumbe wako upande wa comment. Je, utaweza kufika katika kesi hii ya Tundu Lissu kesho mahakamani? Vile mtazamaji, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.